ni heshima kwenu. Lakini hiyo heshima, it comes with a cost. If you don't achieve expectations za watu, kama hamtafikia malengo, then they will treat you as failure. Na hii ni heshima kwenu. Lakini hii heshima, it has to go with the results. Katika kipindi ambacho ulimwengu wa soka unakabiliwa na changamoto nyingi za masuala ya uendeshaji, usimamizi pamoja na ushindani mkubwa kitaifa na kimataifa, vipo vichwa vya watu wachache walioweza kusimama kidete kwa kuleta mabadiliko ya kweli na si maigizo miongoni mwao. Ni huyu wa kuitwa Engineer Hersi Ali Said, mmoja ya kiongozi ambaye si wa maneno tu, bali kielelezo kwake huwa ni uwajibikaji. Hersi ni tafsiri ya msemo usemao, uongozi si taji la kichwani, bali ni mzigo wa moyo wa kujitolea, na kwake huiishi kauli hii ambayo pia imetoa msimamo thabiti ndani ya klabu ya Yanga ambayo imekuwa tishio barani Afrika. Maono, uadilifu pamoja na matokeo ndio mkuki na ngao katika falme tukufu ya Engineer Hersi ambaye ameandika rekodi nyingine ya kuteuliwa na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kwa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano yote ya vilabu kwa wanaume duniani kwa kipindi cha miaka 4, hii ikihusisha mwaka husika wa 2025 mpaka kufikia 2029. Kongole Engineer. Hersi amekuwa mtu wa kwanza kutoka Afrika Mashariki na Kati kuingia kwenye kamati kubwa ya mpira duniani. Hii nayo si kitoto. Mbali na hilo, ikumbukwe kuwa mtaalamu huyu ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ACA, lakini pia ndiye rais wa klabu pendwa ya wananchi Young Africans. Utambulisho na misingi ya uongozi wake tangu achaguliwe na kuwa rais wa klabu ya Yanga Sports Club mwaka 2022 amekuwa kichocheo kikubwa cha mageuzi yaliyozalisha uwajibikaji wa hali ya juu, uwazi pamoja na maono mapya ndani ya klabu, huku matokeo kama ukombozi wa ushindani ndani ya ligi kuu ya NBC imepelekea klabu ya Yanga kushinda mataji ya ligi kuu mara 4 mfululizo na pia mataji mengine kama FA pamoja na ngao, hii ikionyesha kwamba si bahati bali misingi thabiti ya uongozi. Bila kusahau ubabe na umwamba wa Yanga aliotengeneza katika michezo ya dabi dhidi ya mnyama Simba kwa kuifunga mara 6 mfululizo chini ya utawala wake. Sifa za mwamba huyu ni kuwa na maono ya mbali kwa kusimamia dira ya mafanikio kwa mchakato na si kukimbilia kwa haraka, jambo lililotengeneza msingi wa kudumu wa maendeleo. Jambo la pili likiwa ni wingi wa uadilifu na uwazi kwa kueleza mabadiliko ya utawala na kuweka ahadi zake kwa wanachama na mashabiki bila wasiwasi. Jambo la tatu ni kuwa mshirika mkubwa wa wadau, hivyo ukaribu na mashabiki, wanachama pamoja na wadau mbalimbali wa soka humfanya kuwa ngumu kusahaulika. Sisi hatushindani, sisi tunatakiwa tuwe bora, we have to win. Tunatakiwa tushinde hii mechi, sisi hatuendi kushindana, we have to win this game. Na kama tunataka tushinde hii mechi, with all the environment ikiwa negative na sisi, hakuna mtu atakayetupa matokeo kama sio nyie. You have to give 100%. Dafi richeza mpira kumtafuta Prince Mpumelelo Dube, good run Dube, Prince Mpumelelo Dube, wow, Shikishara analia kwa furaha. The first minute of the game, and the rest will be history. We will beat them. I know 100% we will beat them. We have the best quality to win game tomorrow, a must win game. Na mimi naziona sura zenu zote zinatupa ishara ya ushindi kesho. Ujasiri wa kutekeleza mwamba huyu huwa hakatai changamoto, anaona fursa ya maendeleo hata pale ambapo matatizo huonekana. Kujitolea na moyo wa huruma kwa kuifanya klabu kuwa jukwaa la huduma kwa kuifikia jamii.
Tangu kachaguliwa na Yanga mnamo Julai 9 ya mwaka 2022, Yanga imeweza kupanda ubora wa viwango vya CAF tokea nafasi ya 77 mpaka nafasi ya 12. Yote haya yakiwezekana ndani ya miaka mitatu. Utendaji mkubwa wa kazi iliyofanywa na mwamba huyu umeipelekea FIFA kuona upo umuhimu wa kiongozi huyu kuiweka Tanzania kwenye ramani ya soka duniani. Sambamba na yeye pia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia na Neema Haji ni miongoni walioteuliwa kuitangaza Tanzania. Kweli hekima ni silaha ya kiongozi na utu ndio ngao yake. Moyo wako umeandika historia katika maisha ya wingi. Mwandishi wa makala hii si mwingine bali ni mgwa dhahabu Sharifu Bayona, na msimuliaji wako ni Ruqayya binti Wambugita.